Vijana 90 leo waliingia ulingo utu uzima na kuuaga ule wa kitoto baada ya kukamilisha mafunzo yao ya jandoni ndani ya msitu wa Mlima Kenya, ambapo wamekuwa kwa muda wa majuma mawili na kupashwa tohara. Viongozi wa kitamaduni pamoja na viongozi wa eneo walijumuika na vijana hao katika eneo la Narumoru. Mwanahabari wetu Carol Nderi alihudhuria sherehe hizo zilizojaa mbwembwe, na hii hapa taarifa yake. Baadhi ya maovu na utovu wa nidhamu unaoshuhudiwa miongoni mwa vijana wa kizazi cha leo umesingiziwa kupotea kwa itikadi na tamaduni zilizofuatwa na mababu. Na hii leo katika hafla ya kitamaduni iliyofanyika eneo la Narumoru, Nyeri, vijana 90 walitabasamu baada ya kukamilisha shughuli za upashwaji wa tohara na mafunzo ya utu uzima yaliyodumu kwa muda wa wiki 2. Vijana hao wamekuwa ndani ya msitu wa Mlima Kenya katika kituo cha Nature Kenya kwa majuma mawili, ambapo wamehimizwa kuacha mambo ya kitoto na sasa kuyalaki ya utu uzima. Mwenyekiti wa kundi la kitamaduni la Mwaki Warware liliongoza shughuli hizo chini ya mwenyekiti wa Gakwa Wamatu, ambaye ni mmoja wa wanachama wa baraza la wazee wa Kikikuyu. Inaibuka kuwa vituo kama hivi vya kukarabati vijana vinahitajika kwa wingi. Jamii ya Kikuyu imekuwa ikishutumiwa kwa kupoteza na kusahau mila zake na kuiga tamaduni za dunia mambo leo, jambo linalofanya vijana kukanganyikiwa. Ni watu wameelezwa namna ya kuishi na maisha na tabia, sana discipline katika shule na boma zao na kutii wazazi wao sana. Hii ambayo tumeona leo, hii ceremony tumeona leo, ni stage ya pili kwa maisha ya mwanaume Mkikuyu. Stage ya kwanza ni kuzaliwa. Stage ya pili ni kutahiri. Vile hii vijana wetu ambao ni babu wangu wametahiri. Stage ya tatu ni kuoa. Wako sasa hawajafika hiyo. Na stage ya 4 ni kurudi kwa Mungu. Tumeona kwamba kumekuwa na utovu mwingi wa nidhamu. Na kila wakati sisi hulaumu walimu, ili hali sisi kama wazazi, sisi wenyewe ndio tumezembea katika kazi yetu ya kuongea na vijana wetu, kuwazungumzia na kuwapa mawaidha. Even other culture groups or leadership in the country will kind of take the same direction to whereby they can teach their young ones the moral values from their homesteads. Waliingia hapa wakiwa wavulana wenye tabia za kitoto, lakini sasa wanahitajika kukumbatia maadili ya wanaume na kuwa wanaume wanaotegemewa. Likizo hii ndefu huwa msimu wa upashwaji tohara. Baadhi huenda jandoni na wengine wanachagua kufunzwa mambo haya kupitia msingi wa dini. Carol Nderi, KTN, Narumoru, kaunti ya Nyeri.